Hujambo na kwa mara nyingine tena karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na wakati huu tunaelekea huko Tehran tukiliangalia jeshi la IRGC, jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limetoa onyo likisema jibu kali litawakabili maadui wakikosea katika eneo la Ghuba ya Uajemi pamoja na mlango bahari wa Hormuz ambao unatumika kwa ajili ya usafirishaji wa mafuta pamoja na gesi kutoka mataifa mbalimbali ya ulimwengu, hasa ulimwengu wa Kiarabu. Kamanda mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC ametoa onyo kali akisema hatua zozote za makosa zitakabiliwa vikali na serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, ambapo katika maeneo kama Ghuba ya Uajemi, lango la bahari la Hormuz au katika visiwa vya Iran zitakabiliwa na jibu kali na la kutisha. Meja Jenerali Mohammad Pakpur amesema hayo katika ujumbe wake katika mnasaba wa siku ya jeshi la wanamaji la IRGC ambayo imeadhimishwa siku ya Jumatano, na kuongeza kuwa mahesabu yoyote ambayo yataenda tofauti yatakayofanywa na maadui katika eneo la Ghuba ya Uajemi na lango la bahari la Hormuz au katika visiwa vya Iran yatakabiliwa na jibu la uhakika na la haraka na la kukandamiza na la kujutisha. Ameeleza hayo kutokana na kile ambacho kimeelezwa na ujasusi nchini Iran kwamba bado kumekuwa na chokochoko zinazoendelea kutoka kwa maadui ambao zaidi inatajwa Israel. Israel bado ina mpango wa kufanya mashambulizi. Ujasusi ulieleza kwamba huenda baada ya wiki mbili sasa, ikiwa imebakia wiki moja, kwamba Israel pengine ingekuwa na mpango wa kufanya mashambulizi dhidi ya Iran. Baadhi ya wachambuzi wamesema kwamba ni baada ya kumalizika kwa mchakato ulioanzishwa na Rais wa Marekani Donald Trump wa kuvimaliza vita katika ukanda wa Gaza na hatimaye kurejea katika mapambano mengine dhidi ya Iran, ambayo kwa namna moja ama nyingine katika vita vya siku 12 ilionyesha ni jinsi gani inaweza kuingia katika mapambano na kusababisha hasara kubwa katika nchi ya Israel. Na hivyo baadhi ya wachambuzi wanadai kwamba pengine ni mpango wa Netanyahu kutaka kulipa kisasi zaidi. Kamanda Pakpur amevitaja vikosi vya wanamaji vya IRGC kuwa ni ishara ya imani thabiti, msimamo wa wapiganaji wenye akili na uwezo wa kuzuia, akibainisha kwamba chini ya uongozi wa kiongozi muadham wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Al-Khamenei, vikosi hivyo vina nafasi muhimu katika kuhakikisha usalama wa Ghuba ya Uajemi na maji yanayoizunguka. Meja Jenerali Mohammad Pakpur amesisitiza kuwa jeshi la Iran limejiandaa kikamilifu kutoa jibu thabiti na kali kwa chokochoko zinazotajwa za maadui. Kamanda huyo mkuu wa Sepa amesema kuwa kama vile vikosi vya jeshi vilivyopigisha magoti utawala wa Israel na Marekani katika vita vya siku 12, ikiwa harakati yoyote itafanywa na maadui katika bahari na visiwa hivyo, vikosi vya jeshi la Iran na jeshi la IRGC vitajibu kwa nguvu kubwa, tofauti na kile kilichofanywa katika vita vya siku 12. Vilevile ametaja ari ya juu ya majeshi na imani kubwa katika maadili ya Kiislamu kuwa ni sababu kuu ya nguvu ya wanajeshi wa Iran, ambayo inawatia hofu zaidi maadui wa Iran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi tu usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Utapata habari hizi kwa mapana hapa The World News.